kiwango cha juu kilichoonyeshwa na Prince Mpumelelo Dube katika mechi ya Yanga dhidi ya FAR Rabat kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar, ambao mwisho wa siku ulifanya Yanga ibuke na ushindi wa bao 1-0 likifungwa na Prince Dube, haukumwacha bure mchezaji huyu wa kimataifa kutoka Zimbabwe. Ni kwamba katika vyanzo mbalimbali katika kupanga kikosi cha wachezaji bora waliong'ara kwenye raundi ya kwanza ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, Dube amekuwa miongoni mwa wale wanaounda kikosi hicho cha wachezaji bora 11 waliofanya vizuri zaidi kwenye nafasi mbalimbali uwanjani katika mechi zilizohusisha timu zote 16 za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu. Katika mechi za raundi ya kwanza, Dube ni miongoni mwa wachezaji 11. Dube ndiye mchezaji pekee anayetoka ndani ya Yanga kuwamo katika kikosi hicho. Kwa ufafanuzi tu, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ni kwamba kwa kawaida baada ya kila raundi, baada ya kila wiki kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika mpaka fainali, na hivyo pia huwa katika kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya makundi mpaka fainali, katika kila raundi huwa kuna kikosi bora, kikosi ambacho huhusisha wachezaji golikipa mpaka mchezaji wa 11, kwa maana mshambuliaji wakati, kulingana na mfumo utakaoundwa. Sasa kwenye kikosi hicho katika kila nafasi huangaliwa ni nani aliyeng'ara zaidi, kwa maana kwamba wachezaji katika kila nafasi wanapimwa kwa wenzao wa nafasi husika na si vinginevyo. Yani haiwezi akalinganishwa golikipa na mshambuliaji kwamba yupi alionyesha kiwango bora zaidi ili awe mkikosini, la hasha, bali makipa wote wa timu zote 16 wanaangaliwa nani aliscore zaidi, alipata alama nyingi zaidi katika kiwango alichokionyesha. Yule mwenye nyingi zaidi ndo anakuwa ndo golikipa sasa kati ya makipa wote. Halafu katika beki mbili, yule aliyeng'ara zaidi kwa kupata alama nyingi zaidi kuliko wengine ndiye anayekuwa namba 2 na kadhalika, namba 3 mpaka mchezaji wa mwisho. Hailinganishwi nafasi moja na nafasi nyingine, la hasha, ni mchezaji katika nafasi anayocheza dhidi ya wachezaji wenzake wa nafasi hiyo hiyo. Na ndio maana kwenye kikosi hicho humuoni Peodo Pacome Zouzoua aliyeng'ara sana katika mechi dhidi ya FAR Rabat, kwa sababu alama alizopata kwa kufanya vizuri sana kwenye mechi hiyo, wenzake wa nafasi anayocheza walipata alama nyingi zaidi kwenye mechi nyingine walizocheza za hatua hii ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika raundi ya kwanza. Nadhani kwa ufafanuzi huu imeeleweka na itapunguza maswali juu ya mbona fulani alifanya vizuri hayupo halafu yupo fulani. Ni kwa sababu huyo fulani alifanya vizuri kwenye nafasi yake analinganishwa na wenzake wa nafasi yake na si vinginevyo. Sasa katika vyanzo mbalimbali kikosi bora kipo kama ifuatavyo. Namba 1 ni Reda Ahmed Tagnut. Huyu ni wa FAR Rabat, alipata alama 9.8. Reda Ahmed Tagnut wa FAR Rabat. Ni kwa nini alifanya vizuri? Tunafahamu Yanga ilipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya FAR Rabat, lakini aliwabania mpaka akapata ushindi huo kiduchu kutokana na kiwango bora alichokionyesha Yanga, kutokana na namna walivyofika mara nyingi zaidi. Hakuwa mwingine ni golikipa Reda Ahmed Tagnut ambaye alipigiwa mashuti 9 lakini akacheza mashuti 8, Yanga akapata bao 1. Ni kiwango cha juu mno cha udakaji. Ndiye kipa aliyecheza save nyingi kuliko makipa wote katika timu 16 zilizocheza kwenye mechi 8 za raundi ya kwanza ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Nadhani imeeleweka vizuri. Lakini sio hilo. Nambari 2 ni beki Haitham Manyuit wa RS Berkane. Yeye alipata alama 7.8. Alama hizi ni chini ya 10. Kwa lugha nyingine 7.8 unaweza ukasema 78%. Huyu wa 9.8 Reda Ahmed Tagnut unaweza kusema 98% kwa sababu ni chini ya 10. Huyu ni beki wa RS Berkane, alionyesha kiwango bora zaidi kuliko mabeki wa pembeni wa kulia wote katika timu nyingine kwa kupata alama nyingi zaidi. Nambari 3 katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na 4-4-2, kwa maana walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji 2, ni Francis Awine ambaye alipata alama 7.8. Francis Awine huyu ni wa klabu ya Stade Malien. Wakati Stade Malien wakipata suluhu isiyotarajiwa dhidi ya Esperance de Tunis kule nchini Tunisia, miongoni mwa waliong'ara sana ni huyu kijana mdogo mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana Francis Awine mwenye miaka 19. Miongoni mwa aliyofanya katika mechi hii, alipigania mipira 8 akafanikiwa mipira 7 katika dakika zote 90. Alicheza vizuri sana beki huyu wa kushoto. Katikati kulikuwa na Ahmed Sami. Huyu ni wa Pyramids. Ahmed Sami ni miongoni mwa wale waliong'ara sana, alipata alama 7.8 kama ilivyo kwa Francis Awine. Lakini beki mwingine wakati ni
Abdelhaq Asal. Abdelhaq Asal ni wa klabu ya RS Berkane, yeye alipata alama 8 katika raundi hii. Lakini katika viungo wanne wapo 8. Katikati kuna Nuno Santos, huyu ni wa Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, ambaye alipata alama 9.4 kwa kiwango cha juu alichokionyesha, akifunga na kutoa assist. Akifunga mabao mawili, akitoa assist moja, wakati Mamelodi Sundowns wakishinda mabao 3-1 dhidi ya Saint Eloi Lupopo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mechi iliyochezwa kule Afrika Kusini. Lakini katikati yuko peke yake Nuno Santos, yuko na Ahmed Atef. Huyu Ahmed Atef ni wa Pyramids. Katika mechi yao alipata alama 9.9. Kwa lugha nyingine, kama ni asilimia 99, 9.9 ya 10 ndiye anekamilisha katika viungo wale wakati kwenye mfumo huu wa 4-4-2. Viungo wa ushambuliaji kutokea pembeni, kwa maana mawinga, kulikuwepo na Munir Shoa. Huyu ni wa klabu ya RS Berkane, ambaye ameingia katika kikosi hiki baada ya kupata alama 8.9 kutokea kushoto. Kama winga wa kushoto, yeye ndo aliyoongoza. Lakini kwa upande wa kulia yupo Ashraf Benshaki. Ashraf Benshaki huyu ni wa Ahli ya Misri, ameingia kwenye kikosi hiki baada ya kupata alama 8.0. Washambuliaji wawili ndipo unamkuta Prince Mpumelelo Dube, yeye amepata alama 8. Mwenzake anayeshambulia naye ni Mahmoud Trezeguet, yeye ni wa Al Ahli, ameingia kwenye kikosi hiki baada ya kupata alama 9.1. Nakumbuka vizuri Trezeguet wakati Al Ahli wakishinda 4-1 dhidi ya JS Kabylie alionyesha kiwango bora sana, akifunga mabao mawili kati ya 4. Sasa hawa ndio wachezaji 11 waliong'ara sana, wakiwa ukiangalia vizuri timu iliyotoa wachezaji wengi ni RS Berkane. Wa kwanza huyu hapa Asal wa RS Berkane mmoja, mkuta huyu hapa huyu Neshwa wa pili. Halafu RS Berkane pia Haitham Manjuit. Kwa RS Berkane wanachezaji watatu, moja Haitham Manjuit, Abdelhaq Asal pamoja na Munir Shoa. Wengine wanaongoza baada ya RS Berkane kutoa wachezaji wengi ni Pyramids, wametoa wawili, ndio wachezaji wengi. Lakini Al Ahli pia wawili, kwa maana ya Ashraf Benshaki mmoja, halafu kuna Mahmoud Trezeguet wa pili. Lakini wengine wametoa moja. Yanga mchezaji mmoja, Faraba mchezaji mmoja, huyu Reda Ahmed Tagnut, huyu wa Faraba alipata alama 9.8, lakini Stade Malien mmoja na kadhalika. Kwa hiyo na Mamelodi mmoja, kwa maana Nuno Santos. Hivi ndivyo ilivyo katika kikosi bora cha wachezaji 11 wa CAF Ligi ya Mabingwa barani Afrika kwenye raundi ya kwanza, Yanga ikimtoa Prince Mpumelelo Dube. Je, Dube ataendeleza kiwango hiki katika mechi atakayocheza dhidi ya JS Kabylie ili awezeshe Yanga kupata pointi 3 muhimu kule nchini Algeria? Ni swala la kusubiri.